Basi kwenye game ya siku ya jana tuanzie kwenye Tanzania kufuzu kwenye hatua ya 16 bora, na tunaanzia kwenye kocha ya Habibu Kondo ambaye amezungumza akimpa kongole Gamondi, akimpa maua yake. Anasema binafsi, kama tungeishia hatua ya makundi wala nisingewadai kitu Stars. Kwa sasa mpira ni mchezo wa kimbinu, na Yona Stars chini ya Gamondi kuna mchakato ambao unaonekana. Anasema kuna mchakato ambao unaonekana chini ya Gamondi kwa Stars ya sasa hivi. Peter, unauona? Mchakato nauona. Mchakato nauona kwa sababu ukitaka kuangalia chini ya Gamondi Tanzania imefanya katika michuano ya kimataifa. Hapa nazungumzia michuano ya kimataifa kwa ujumla nikijumuisha na michuano ya CHAN pamoja na michuano mingine. Of course japokuwa CHAN safari tulifanikiwa kuvunja rekodi na kuingia katika hatua inayofuata, lakini kizungumzia performance wise kwa upande wa Gamondi unaona kabisa timu imeimprove. Timu imeimprove kwa maana ya confidence ya wachezaji wenyewe, mbinu za timu kwa ujumla. Na unaipimaje? Moja, unaangalia kipindi cha nyuma tumefanya nini. Historia ya Tanzania katika michuano ya AFCON haijawahi kuwa nzuri kama ilivyokuwa kipindi hiki. Mwaka 1980 tumeshiriki kwa mara ya kwanza Lagos. Ilikuwa Nigeria. Kipindi cha kina Leonard Gachila Tenga, kina Peter Tino, Leopold Taso Mukebezi, Leonard Mukebezi Taso. Umeona, hatukufanya vizuri, tuliburuza mkia kwenye kundi kwa sababu kipindi kile zilifuzu timu 8 na ilikuwa makundi mawili ya timu 4. Siku ndio tulikuwa na Nigeria, tulikuwa na Ivory Coast, tulikuwa na Egypt. Tukaja mwaka 2019 ikawa mara yetu ya pili kushiriki. Baada ya kumfunga Uganda hapa 3 tukaenda Misri. Tukatoka bila point yoyote kwa sababu Senegal alitupiga, Kenya alitupiga 3-2, Algeria alitupa 3. Hatukupata point yoyote. Umeona, tukaja mwaka 2021 2021 tukufuzu, tukaja 2023 kwa Ivory Coast ambapo nako Tanzania haikufanya vizuri kwa maana ya kwamba tulishia kwenye hatua ya makundi tukiwa na tulikuwa na Morocco. Morocco tulikuwa nao kule. Alianza Amroch kwenye kundi. Kwenye kundi. Timu kwa maana timu. Yes, tulikuwa Zambia, Congo na Morocco. Ilikuwa Zambia, Congo na Morocco. Yes. Ile ya Gabon ilikuwa ni ile ya tukafanya ovyo, hatukufuzu. No, hatujafanya ovyo, tuliipata point 2 kama ambazo tumezipata leo, lakini tunasema kula zijatosha. Sio haujachaguliwa, ila kula zako hazikutosha. Kwa sababu tulichokipata leo ambacho kimetupeleka raundi ya 16 ndicho ambacho tulikipata tulipokuwa kule, lakini hatukwenda Kolhogo, Ivory Coast. Tofauti ni kwamba tukapata sare na Zambia. Tofauti ni kwamba kula zijatosha kipindi kile. Leo hii kula zimetosha na sisi tumeenda. Basi ina maana pointi za safari zimekuwa zina maana zaidi kabisa. Pointi hizi zimekuwa na maana zaidi. Kwa hiyo progress kwanza nikiangalia katika upande wa point na namna timu ikifanya vizuri, mimi naona kabisa mchakato upo na tunakoelekea ni kuzuri. Kama safari tumefanikiwa kuvuka, ina maana ina boost hata confidence ya wale wachezaji ambao hapo hivi sasa tutakuwa nao wakati ujao kuona kwamba hii michuano tunaimudu. Na ukiangalia unajua kuna timu nyingi ambazo ni giants sasa sijafuzu. Sisi ambaye tulikuwa tunabato naye kwenye best loser ni Angola. Ndio. Umeona, ambaye sisi tumemzidi kwa magoli ya kufunga. Unajua Tanzania pia kitu kingine cha ziada ni kwamba kwenye michuano hii tumefunga kwenye kila mchezo. Kwenye kila mechi. Yaani kwenye kila mchezo tumedumbukia kambani. Na angalia dhidi ya nani? Dhidi ya Nigeria, top country. Dhidi ya Tunisia, top country. Kwa hiyo mimi naona mchakato kama anavyozungumza coach tuko pazuri. Okay. Na kwa sababu sasa hivi tunamzungumza Gamondi ambaye anakaimu tu nafasi, sio kwamba amekabidhiwa mazima.
huku tunapoelekea sasa itakuwa ni jambo zuri kama akikabidhiwa timu kwa ujumla. Mkenge, unajua shida moja mimi nimeona na mnaweza mkaniambia hapa, Petro uzuri ni mkongwe. Watu wengi ukiwafanya kuwa caretaker, sio mkongwe, mzoefu kaka, pote ya pote ukongwe ni mli. Watu wengi ukiwafanya kuwa caretaker was amazing kwa maana kufanya mzee wangu ukimrasimisha huyo mtu sasa hawe official, mnaweza mkapigana. Pia tunadhani unakumbuka issue ya nani, Di Matteo? Roberto Di Matteo 2012. Di Matteo kachukua Chelsea akiwa kocha msaidizi. Watu ndo huyu. Basi kaenda kapiga hii kachukua kikombe Bayern Munich Champions League tena ndani ya Allianz Arena. Na mwenyeji Bayern Munich. Hivi tunapataje shida? Di Matteo yupo huyu hapa, mtoto wa nyumbani, kaenda Chelsea. Tunaangalia kutafuta makocha, mpeni timu. Na mtu ashapa hadi kombe. Mechi 3 tu. Chali. Mechi 3 Justa. Kwa hiyo kwa alichotuonyesha alikuja Ole Gunnar Solskjaer huyo. Kaachiwa timu na nani yule? Mourinho. Kapiga mechi 4. Mtoto wa nyumbani kabisa Solskjaer huyu si mtu kabisa. Kwani tunapata shida? Kapoa timu ndugu yangu katakuwa watu leo. Si umeelewa? Of course mifano iko mingi lakini wako watu waliofanikiwa kwa kupewa timu na kaenda kufanya vizuri, kama kocha Ivory Coast. Nimeona kocha Ivory Coast MS5 ile timu msimu uliopita mashindano yalifanyika kwao, aliachiwa timu yeye tena wakatokea katika best loser kama ambavyo sisi ilivyotokea. Tunajua ile mashindano yalikuwa yameanza kabisa. Mashindano yameanza. Yaani wamecheza game ya kwanza kabisa afu jamaa kaja akachukua timu na akaenda akafanya vizuri. Lakini pia alipopewa hata kijiti bado pia amefanya vizuri kwa sababu leo hii miongoni mwa mataifa Afrika yaliyofuzu kwenye finali za kombe la dunia ni pamoja na Ivory Coast, na alikuwepo ndugu yetu Pacome kapiga pale, lakini sivyo bahati katika mashindano haya hatujamuona. Sivyo uwezo. Isivyo uwezo. Kweli sivyo bahati na kwa sio kweli sivyo uwezo. Kwa hiyo kwa Gamondi mimi natamani nione akipewa timu. Natamani kuona kwa sababu kuna namna ambayo tukitazama timu yetu tunajiona. Unajua mimi matokeo kwangu sio issue. Kufungwa, kushinda sio issue wala kupata sare. Lakini kuna progress. Ndio kuna kitu nimuuliza Peter. Kuna kupotezeana muda au kuna kusikilizia. Ukisikiliza ama ukitazama Stars ya Gamondi, waje tusikilizie. Yaani kuna kitu nakiona kama kinataka kija hivi lakini hakifiki mwisho. Waje tusikilizie. Lakini nyingine zilizopita tulikuwa tunapotezana muda bila kuwavunjia heshima makocha waliopita na hata wengine na wengineo. Lakini Stars ya Gamondi kwa sababu muda mwingine tunasema Justa namba asidanganyi. Sisi tangu taifa hili lipate uhuru, kile ambacho jana umekiona pale hakijawahi. Lakini ambacho mimi jana nimekishangaa, wachezaji wetu tunatazama kwenye TV hawakutupa picha halisi. Yaani nini kama sisi tupo ama hatupo. Mechi imeisha enda wanagonga tu. Cheers hatujaona. Lakini Justa kama ingekuwa labda wachezaji wa mataifa mengine pale watu wanakimbia uwanjani, watu wanaweuka. Unajua imefika kipindi mwenyewe nimekaa kwenye TV na mpige simu Chazia Beli. Kaka tumefuzu au vipi? Ambia tumedumbukia. Namuuliza mbona wachezaji wetu hawaonyeshi kama tumeingia? Bashasha hamna. Yaani wanaenda tu wanapeana mikono, wanakumbatiana. Labda kusema labda pengine ama hatakuwa na uhakika. Labda pengine ile ya kwamba kuingia kwa best loser. Justa. Pengine. Ndogo ile. Lakini walishangilia, umeona vyumbani zile video baadaye sasa. Sasa unajua ile vyumbani ni baadaye. Wewe pia tunaelewa. Unajua situation kama ile ambayo mataifa mengine bwana wanapitia. Ndio kama ndo nafasi yao, hiyo ndio chance yao kwenda kusonga. Kwanza dakika zinavyoendelekea mwishoni wanakusanyana pale. Mzee wangu, hiyo filimbi ikipigwa pie kama mwamuzi hajamaliza ile pie, watu washafika uwanjani. Lakini na wenyewe yaani kama unajua hivi Mkenge, unaona hata angalia hata situation ambayo ilikuwepo jana. Watu tu wengine labda mkikaa hivi piga story au mitandaoni
Yaani kuna watu wanajiuliza bado, yaani mtu akisikia kwamba ikitokea Tunisia na Tanzania wamepata sare, basi Taifa Stars inafuzu, mtu anajiuliza inafuzu kivipi na pointi 2? Pengine labda ni situation kama hiyo ambayo na wenyewe walikuwa sasa hapo nakuelewa. Walivyoenda baadaye dressing room ndio kwa react. Ndio yes, baada sasa kuja. Naona pale kwenye kushangilia Nova akasema watu waache maneno yalikuwa mengi. Hivi mliona hata video ya Angola ile baada ya Tunisia kutufunga? Walikuwa hotelini wanaangalia kwa pamoja, wanasubiri. Goli limeingia wameshangilia bwana, walishangilia hatari. Yaani wao ndo walikuwa wanasubiri best losers. Kwamba Tanzania Tunisia ingetufunga, wao wangeingia best loser. Ina maana kuvuja kwa pakacha hiyo. Sema wachezaji wangu bwana, mimi wameniangusha bwana. Wamekuangusha tena? Kabisa. Kwenye kushangilia? Yaani hawajatuonyesha. Unajua ngoja ngombe kitu Justa. Uwezi amini, mpira umemalizika pale. Tunaulizana, yaani mimi napigiwa simu. Tumefuzu, tumetoka. Hivi imekuwaje? Unajua hiki ambacho tunakizungumza ndicho kilitokea kwenye mechi ya Yanga na Asante Kotoko. Ile mrusho shilingi. Mzee wangu kasimama kapteni wa Yanga, kasimama kapteni wa Asante Kotoko. Mechi ipo Ghana pale Kumasi. Kichwa mwenge. Kichwa mwenge, sawa. Mwamuzi kati ya shilingi juu kaka, haijadondoka chini. Kapteni wa Asante Kotoko kaanza kupiga yowe. Kaka. Uwanja umeamka. Hivi mimi nimekaa pale. Kapteni wangu anapiga yowe. Lazima upige na uwanja umeamka, wachezaji washavamia uwanjani. Shughuli imeisha. Unalalamika mashabiki washavamia uwanjani. Kaka too late kwa sababu hii hata usalama wenyewe wa waamuzi ukushakani. Hivi kweli pale ndo kapteni yule kasema sio, alafu kawa ndio. Mwamuzi kwa nilosema leo ameshinda. Imeenda tena hiyo imeenda. Hiyo ilikuwaje mkiwa vyumbani? Sasa pale ilikuwaje? Vyumbani tena huko lakini shughuli imeshaisha. Bwana. Sawa, lakini pamoja na Tanzania kufuzu